kazi. Barikiwe sana baba. Makofi Pastor mara 3. Nitoe shukrani za dhati sana kwa ndugu zetu ambao tunafanya nao kazi, na hasa majimbo haya jirani. Baba Askofu Banja ambaye tumekuwa naye karibu sana katika utendaji wa kazi, na hata katika huduma ambayo nilipaswa kuifanya kule Mbozi amenisaidia kwa karibu sana. Jimbo la Kusini tumekuwa karibu sana. Mzee, tunashukuru sana, mlituzaa vema na bado tunaendelea kunyonya kutoka kwenu. Asanteni sana, tunashukuru sana. Wapendwa, kabla siendelea na somo, niombe kusema machache. Nitoe pole sana kwa haya mambo ambayo yametukia katika taifa letu, hasa kipindi cha uchaguzi ambao umefanyika mwezi uliopita tarehe 29. Tumeona mambo mengi ambayo yalikuwa si mazuri kwetu kama Watanzania, jinsi yalivyoacha athari matukio yale, vurugu zile. Vijana wetu wengi wamekufa, mali za watu zimeharibiwa, miundombinu yetu imeharibiwa, na vitu vingi sana. Uharibifu ni mkubwa sana, kuna hasara kubwa kwa uchumi. Kwa niaba ya kanisa nitoe pole kwa hilo jambo, linatuumiza sote. Na wale waliopoteza ndugu zao wapendwa wao, faraja za Mungu ziwe pamoja nanyi. Majira haya ni magumu sana, majira ni mazito rohoni, lakini Mungu atoe faraja katika yote ambayo sasa tunayo. Hatuna lugha nyingine zaidi ya kuomba faraja za Mungu juu yenu. Na pia tunakumbuka katika kituo chetu cha Radio Baraka, kijana wetu mmoja alifariki katika vurugu hizo. Kwa hiyo imegusa maeneo mengi sana. Lakini tuseme nini katika haya? Hatupaswi kudumu katika hiyo hali. Lazima tutafute suluhu yenye hekima na busara, namna gani ya kusonga mbele kwa amani na utulivu kama Watanzania. Kwa sababu hii si asili yetu hata kidogo. Hatujajengwa katika misingi ya vurugu, kupigana, kushambuliana kama sio ndugu. Tanzania tunaoishi ni Tanzania ambayo mtu aliyetoka Kagera anaweza kaishi na mtu wa Mtwara bila matatizo. Mtu aliyetoka Tanga anaweza kaishi na mtu wa kutoka Rukwa bila shida, Katavi bila shida. Yaani tunakutana kama ndugu popote tunapokwenda. Hakuna ugomvi, ukifika mahali unapokelewa kama familia yako. Ndio Tanzania tuizoea. Lakini iliyopita hapa si jambo zuri. Okay, limepita. Tunapaswa kujenga mfumo mpya wenye mahusiano mazuri ambayo Mungu ameyakusudia kwa taifa letu. Na kwa sababu hiyo, ninaombeni sana tulio viongozi wa dini zote, Wakristo, dini ya Uislamu na dini nyingine zote ambazo zipo hapa katika nchi yetu, tuna sababu ya kuendelea kwanza kuomba sana kwa ajili ya taifa katika imani zetu. Jambo la pili, kujenga familia zetu katika misingi ya uzalendo, ili haya yanayotokea yasitokee. Hata katika shida, katika kupishana, bado kuna suluhu iliyo njema ambayo tutaweza kuifanya kama Watanzania na tukaendelea na shughuli zetu. Si haya tuliyoshuhudia. Tumeomba sana amani kabla ya uchaguzi. Tumehubiri sana amani kabla ya uchaguzi kama viongozi wa dini. Lakini iliyotokea sicho. Sasa naomba pia tutaendelea kuomba hiyo amani kama viongozi wa dini, hatutaacha. Na kama kanisa hatutaacha kuombea amani. Na kwa sababu hiyo ninaombeni sana, kuanzia leo hii vikundi vyote vya maombi katika jimbo, vikundi vyote vya maombi katika jimbo, muweke ratiba za kuombea taifa kuanzia leo mpaka Jumapili ijayo ya tarehe 23. Ombeni kwa ajili ya taifa.
msiangalie sana katika hali iliyopita, tuangalie future iliyo nzuri yenye amani, mshikamano na upendo kama wa Tanzania. Omba kabisa kwa ajili ya hayo. Hata kama umepita kwenye majeraha mazito, umepoteza ndugu yako, mpendo wako, mali zako zimeharibiwa, lakini nakuomba sana tuungane pamoja kuombea taifa. Uharibifu umetokea, hata tukadumu katika uharibifu la hasha. Lazima tutafute suluhu ya amani, na kwanza ni kumwomba Mungu. Yuko tayari kusikia. Kama viongozi wa dini tunasimama hapo. Lakini jambo la pili, tuombe sana serikali yetu tukufu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapoomba hapa, pia Mungu awaguse katika mifumo yote ambayo wamepewa kama serikali. Wamepewa na Mungu hizo mamlaka kwa ajili ya kuhudumia watu. Mungu awaguse, waingie katika hekima ya kimungu, kila mmoja katika ofisi yake. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Atashuka kwa kila mmoja katika ofisi yake. Namna gani ya kuhudumia Watanzania? Namna gani ya kutatua shida ambazo zinatukabili na kufisha katika migongano na migogoro kama hii na mapigano na mauaji yaliyotokea? Yasitokee tena. Kila mmoja katika nafasi yake. Mungu ashuke kwake, aliyemuumba. Ashuke kwake katika imani yake. Mungu ashuke kwake, anene naye katika kiti chake pale alipo, ili taifa hili litimize makusudi yake. Hatutaki kupigana, hatutaki kujengana chuki kati ya chama na chama, hatutaki kujengana chuki kati ya kanda na kanda. Tujenge amani ambayo ni msingi wetu. Tukiomba na Mungu akashuka kwao na wakapokea hiyo sauti ya Mungu, hatuta experience kitu tena katika maisha yetu. Haya ni maombi yetu. Tunaumia sana kwa haya yaliyotokea. Mungu yapishie mbali, yasirudie tena katika taifa hili. Yasitokee tena. Pale wanapoapa viongozi wote, wanaapa kwa kitabu, mwingine Qurani, mwingine Biblia. Yale walioyaapa kupitia vitabu hivyo vitukufu yawe mwongozo katika roho zao kila kutopolewa. Kitabu hiki kimesii sana amani. Qurani imesii sana amani. Biblia imesii sana amani na kutafuta suluhu kwa busara katika nyakati zote na mazingira yote. Yesu Kristo alituambia maneno ya pekee sana sana. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Yes. Akasema amani na wapeni, amani na wachieni. Ni wapapo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Ni kutoka katika hazina ya kitabu na Biblia. Lakini Mtume Muhammad aliongea mambo ya msingi sana kuhusu amani. Inawezekana tu kuna watu wanatafsiri kitu ambacho sicho. Kama tunaapa kwa vitabu hivyo vitukufu, tuishi katika kiapo hicho cha vitabu vitukufu, hatuta experience haya yote. Haki itakuwepo kwa watu wote. Hakutakuwa kuumizwa. Mungu akiwa mtawala, haya hayatatokea. Bwana Mungu atusaidie katika hayo. Niombe mwisho, ndugu zangu wote ambao tumepata shida, wengine tunao katika jamii zetu na wengine yamkini tuwafahamu, ninakuomba ndugu yangu, na niombe dini zote, tuwasaidie hao wenzetu. Nenda na kile ulichonacho katika malango hayo, msaidie, mtie moyo, mfariji, aanze nguvu mpya, asitokomee kupitia haya yaliyotukumba wa Tanzania. Waangalieni hao watu. Yes, waangalieni. Ni adui tu alipita katikati yetu na kuingia katika mioyo ya watu, wakatenda yasiyopasa kutenda. Upande wa wananchi, lakini pia hata upande wa serikali, kulikuwa hakuna mahusiano kwa vyombo vya usalama. Kila mahali kulikuwa vurugu. Ukitoka huna hatia, unakutana hali ngumu, na wengine wamekufa wanakosa lolote.
wasaidie wainuke kwa upya. Roho ya upendo irejee, roho ya upendo na kusamiana kama Watanzania irejee katika nchi yetu, na hasa katika mkoa wetu wa Mbeya. Ni sehemu nzuri sana ya kuishi. Tusije tukasimama katika hayo tukachafua mkoa wetu. Naombeni sana kanisa la Mungu, tumwombee pia mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa dhati sana, anapoendelea kuratibisha mambo kutuliza hali iliyopo. Mungu awe pamoja naye na vyombo vyote vya usalama. Tuombee. Mungu akitenda hakuna tukopita. Hao wote, mamlaka zote hizo za Mungu. Mungu anatenda kazi kwa mkono wa serikali, atenda kazi kwa mkono wa dini. Ni mamlaka juu ya yote. Tukimwomba yeye atatuliza yote na tutakuwa salama. Na Mungu awatie nguvu ni nyote mliolegea, muimarishwe kwa upya na kupokea nguvu mpya. Amen. Ninaomba tusikie neno la Mungu. Neno la Mungu ni kutoka Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu kwa mjibu wa kiongozi Karenda, ile sura 21 mstari ule wa 5 mpaka mstari wa 19. Injili kama ilivyoandikwa na Luka mtakatifu sura ile ya 21 mstari wa 5 mpaka mstari wa 19. Naomba tuombe. Wewe ni Mungu, hutabadilika. Ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Maisha yetu tunayajua, mapito yetu tunayajua, kupumzika kwetu na kujua. Tuaja kwako Mungu kwa majira haya. Tujarize kupitia neno lako. Tutie nguvu kupitia neno lako. Tufinyage kwa upya kupitia haya maneno. Neema yako inawazukia watu wote wenye uhitaji kwa majira haya ipate kuzuka mioni mwetu katika ibada hii, na kwa wenzetu tumewaacha majumbani kwa shida mbalimbali, na wote wanaotusikia kwa wakati huu, hiyo neema ipate kuwafikia. Karibu Bwana Yesu, tuhudumie kupitia hili neno. Katika jina lako takatifu tunaomba na kuamini. Amen. Neno la Mungu mahali hapa linasema, na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnaoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Akasema, angalieni msije mkadanganyika, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ndiye, tena majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na njaa na tauni mahali mahali, na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Lakini kabla hayo yote hajatokea, watawakamata na kuwauzi na kuwapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani, mkipelekwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Basi kusudieni mioyoni mwenu kutofikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa ninyi na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu
na jamaa zenu na rafiki zenu, na watawafisha baadhi yenu, nanyi mtachukuliwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu. Walakini hautapotea hata unywele mmoja wa vichwa vyenu, nanyi kwa subira yenu mtaziponya nafsi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni maneno ambayo yametolewa kwa siku ya leo na kiongozi Karenda. Yamepangwa na Mungu amekusudia kwamba azungumze nasi kwa njia hiyo kwa siku hii ya leo. Wewe umekusudiwa uyapokee na kuyasikia haya. Unanisikia kwenye ibada, lakini pia unanifuatia kupitia television. Haya yametolewa kwa ajili yako na si kwa ajili ya mtu mwingine. Ambaye hajakusudiwa kwa haya hayupo duniani. Upo katika ibada hii. Yesu alikuwa akiongea habari za kipindi kinachokuja, hasa ujio wake na dalili za ujio wake. Amefanya kazi na wanafunzi wake kwa muda wote na wamekuwa naye. Anaanza kuandaa kisaikolojia yepi wanaokwenda kukutana nayo katika kipindi kijacho. Anaongea mengi sana hapa, habari za nyakati za mwisho, dalili zake zitakavyokuwa. Kwa wale kina mama tunaokuwa au mnaokuwa wajawazito, unajua mama akiwa mjamzito hata mwanamume ni mjamzito. Wale mlio connected katika ndoa, hicho kitu kiko hivyo. Mama akiwa mjamzito hata wewe ni mjamzito. Yaani zile suruba za mama anazozipata unazishiriki kama unampenda mke wako. Ila wala ambao hamwapendi wake zenu, hapo ni shida. Lakini eleweni hivyo kwamba mama anapokuwa mjamzito, hata baba ni mjamzito, kwa sababu kuna process ambazo zinapitia mama. Unapaswa kusafa naye na kufurahi naye katika yote mpaka mtoto anatoka nje. Mlishike hilo na kulitenda hilo. Sio mnawapa kina mama mimba alafu mnawaacha wanahangaika huko. Hiyo sio. Bwana Yesu alikuwa anaongea haya maneno akiandaa watu wake na taifa lake kwa habari ya ujio wake, na hasa waliobeba jukumu la kubeba injili kuipeleka kwa watu. Dalili za ujio wake zinafanisha wakati fulani na ule utungu wa mama mjamzito, kwamba kuna dalili anazoziona mwanzoni hapa kabla ya kujifungua. Sasa zikamchanganya sana, lakini mtoto bado hajatoka. Inampatia sani kwamba sasa jiandae. Kama gari iko mbali ita gari. Kama mume wako yuko mbali muite. Kama mtu anayepaswa kusaidia yuko mbali muite. Kuna indicator huwa zinaanza. Na mtu mwenye akili na mwenye hekima ya kutambua majira na nyakati anajiandaa vema. Unakuta dishi liko hapo, kila kitu kiko hapo, kila kitu ameshakiandaa. Anasoma nyakati. Hakuna mwanamke mzembe katika hilo. Hakuna. Mko makini sana kina mama. Na pia hakuna mwanamume mzembe katika hilo. Hakuna. Wanaume walio makini wako makini sana. Nasema hili jambo litokea mahali hapa katika ushirika huu nikiwa na mke wangu. Kwenye nyumba hiyo hapo. Yeye alikuwa so strong, lakini mimi nilikuwa so weak. Akichemu na nashukuru dikoni aliyekuwa wakati huo aliyafahamu hano yasema. Anajiandaa vizuri kwa lile neno kuja. Yesu alikuwa analiandaa kundi lake. Na haya mambo aliyosema yalitukia katika ulimwengu wa kwanza ule. Yerusalemu ilibomolewa. Kila kitu kikaribika. Hata jengo maarufu la kuabudia likaribika. Hakikusalia kitu kilichosalia hata kidogo. Mji ulibomolewa complete, ukawa hovyo, yakatimia. Lakini alisema huo ni utungu tu. Miaka imepita mingi, zaidi ya 2000 tangu haya tokea katika jiji la Yerusalemu. Lakini alitabiri kwa habari ya ujio wake mara ya pili, ambao sasa sisi tulio hai tunausubiri. Wengi wamepita, waliokufa walihubiri hawakuona,
sisi tupo tunahubiri, huenda tukauona au hatutauona, lakini tunawaandaa watu kujiandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Katika ujio wa Kristo mara ya pili kuna mengi, misukosuko mingi sana na adha nyingi sana ambazo zinatokea kwa wana wa Mungu na kwa sio wana wa Mungu. Kuna mabadiliko mengi sana tuna experience katika maisha yetu. Kuna vitu vingi vinavyoonekana ambavyo si vya kawaida katika historia ya maisha yetu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kuna mambo tunaona ambayo si ya kawaida. Tabia za siku za mwisho kuna mengi. Kuna uasi mkubwa sana ambao upo wenye kuvunja sheria zilizowekwa. Uasi mkubwa si katika nchi, si katika taasisi za dini. Uasi ni mkubwa sana katika serikali zetu. Wamepewa mamlaka na hizo sheria, lakini nani anazifuata hizo sheria? Uasi ni mkubwa. Uasi ni mkubwa. Wametenda sio takiwa kabisa kwa sababu ya roho ya uharibifu iliyoingia ndani yao. Ukienda katika ofisi, mahali pengine unakuta watu wenye roho ya uasi. Kiongozi mwenye mamlaka, Mheshimiwa Rais, anapoangalia hayo, wakati fulani inakuwa shida kwake, kwamba kweli ni hawa watu ndio wateua waniwakilishe, ni hawa watu walio hapa kutenda yanayopaswa kutenda. Roho ya uasi inapenya kila eneo katika siku za mwisho. Ukija katika taasisi za dini, roho ya uasi inapenya katika kila eneo, si kwa askofu, si kwa mchungaji, si kwa mwenyekiti, si kwa Mkristo, si kwa mlokole. Inapenya kila mahali na kuleta hali ambayo Mungu hajaikusudia. Dalili za siku za mwisho ni uchungu tu. Uasi unatuacha na majeraha makubwa sana. Uasi umehamisha imani za watu. Na ni ole wako uliyeasi kiongozi wa dini, alafu watu wanahama na kumwacha Mungu kwa nafasi yako. Ole wako. Ghadhabu ya Mungu ipo juu yako. Hukumu ya Mungu ipo juu yako. Ni heri ungetubu na kubadilika unapoyasikia haya maneno. Yeyote uliyepewa mamlaka ya kusimamia na kuongoza watu na kuamua juu ya watu, heri ungesikia hii sauti ubadilike, kwa sababu habari za siku za mwisho haziwaachi watu salama. Yesu alisema kuna kutuhumiwa katika mengi kwa sababu ya jina lake. Simameni katika hiyo kweli. Acha tuhuma zikukute ukiwa katika laini ya Kristo na si vinginevyo. Ukiwa katika haki unaopaswa kuitenda kwa watu unaowaongoza na kuwasimamia, una heri. Uasi wa siku za mwisho una wimbi kubwa la watu waliopeperushwa na huo upepo. Usiwe miongoni mwa hao. Badilika, rudi, simama katika nafasi yako. Simama na familia yako. Kama baba ndani ya nyumba, simama na familia yako. Watoto wako uliowazaa ambao kuwazaa, kaa nao, kuwa na faraga kila jioni unapotokea. Uwe ni mama, uwe ni baba, kaa na hao watoto. Kuondoa hiki kizazi chenye uasi kwa habari za siku za mwisho. Tukiwa na kizazi chema, chenye tabia njema, chenye kushika sheria, kama tunavyosema katika Mathayo 24:12. Tukiwa na hicho kizazi chenye kushika sheria ambacho hakiziachi sheria za Mungu popote pale, kuanzia level ya familia, tutakuwa na taifa bora sana. Tutakuwa na kanisa bora sana. Tutakuwa na nchi bora sana. Roho ya uasi imeshambulia familia nyingi. Bwana Mungu atuponye. Kuna uharibifu mkubwa sana katika siku za mwisho. Uharibifu wa mazingira ni mkubwa sana. Matukio yanaanza kutokea ambayo si ya kawaida. Upepo usio wa kawaida unatokea. Mvua ambazo zina mpangilio zinatokea. Ni kwa sababu ya hiyo roho ya uasi. Sheria tumeziacha. Mienendo mibovu. Watu hawana shukrani katika siku za mwisho. Hata utende vipi, hakuna roho ya shukrani. Na ninyi mnaotenda mema, tendeni mema. Hata wasipokushukuru Mungu anakutambua. Yaani tusiposhangiliwa,
ujue kwamba jeshi liloko mbinguni linafurahi kwa ajili yako, kwa wema ambao unautenda. Na mimi nafarijika sana katika hilo neno. Nafarijika sana katika hilo neno. Kuna mahali unaweza kutenda, unabezwa, unatukanwa, wanakushoboa, maneno ya ajabu sana. Hata kama watavuta midomo mpaka hapa, simama katika hiyo haki unapaswa kusimamia. Usiteteleke. Katika siku za mwisho wachochezi ni wengi, wakatili ni wengi, wenye roho ya mauaji, wasio na huruma na mtu. Naomba taifa letu lipone katika hayo. Tanzania iwe ni nchi na mahali pa makimbilio. Tuzalishe, tujenge nchi yetu, tujenge ufalme wa Mungu kwa maeneo yote na kwa dini zote. Mungu ajitukuze kila eneo. Vita hii inatoka wapi na mapigano haya yanatoka wapi kama si katika tamaa zilizopo ndani ya watu? Tupone katika hilo. Kuvunjika kwa familia katika siku za mwisho ni kwingi sana. Ndoa zimekuwa zikivunjika kila kutopo leo. Na niombe nitoe lai kwa Kristo wote mlio katika ndoa, shikamaneni vizuri kwenye ndoa zenu. Shikamaneni vizuri kwenye ndoa zenu. Mheshimiane na kuvumiliana, kuchukuliana katika yote. Mjenge mahusiano yenu kwa upya. Hakuna aliyekamilika jamani. Hakuna. Tu watenda dhambi. Wanaume tu watenda dhambi. Tu watenda dhambi. Tusiwakanyagie sana kina mama. Ingawa hata kina mama kwa jeuri kweli siku hizi. Nao wamekuwa jeuri sana. Kuna milango ya baraka iliyofunguka kwenu mama zangu. Ya baraka kubwa sana. Mnakamata hela kila kona. Mpaka kwenye michicha, kwenye mandazi, kila eneo hela zipo. Na ninyi mnapenya kila eneo. Mpo. Naomba hizo hela siwapatie kiburi cha kuleta ugomvi kwa meza yenu. Tushikamane pamoja katika pendo la Mungu na kuthaminiana. Sote tuna mfano mmoja wa Mungu na hukumu yetu ni moja mbele za Mungu. Haitasema wewe ulikuwa mwanamke wala wewe ulikuwa mwanaume. Usipotenda haki unapaswa kuitenda kwa mwenza wako, una shida. Kuvunjika kwa familia kusiwepo. Watu wanafarakana huko, anasema nikipewa talaka nitaenda jimboni niruhusiwe kuwa mke mwingine. Hiyo neema haitakuwepo. Tunako kwenda tumesoma hicho kitu. Tumesoma hicho kitu. Shikamaneni vizuri katika maisha yenu. Shikamaneni vizuri katika ndoa zenu. Hili jambo lisidumu. Kuna mahali Mungu alimwambia Musa. Musa akatoa kibali cha watu kuachana na wake zao. Lakini ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Ugumu wa mioyo ya watu. Kuna mambo yalifanyika na kuna mambo yanafanyika si kwa kupenda, lakini ugumu wa mioyo ya watu. Naomba tushikamane ndugu zangu. Unafiki wa kidini katika siku za mwisho umekuwa mwingi sana. Mwingi sana. Naomba sana jina la Yesu tutalilipia kwa gharama kubwa sana. Bwana asifiwe sana sana. Mnatembea na Biblia mmeweka hapa. Lakini kilicho ndani yako ni cha ajabu sana. Okokeni mpone katika hayo mambo. Unafiki wa kidini usiwepo. Dini ipo kwa mkono wa Mungu. Utimize mapenzi ya Mungu. Uishi kwa maisha ya uadilifu yenye heshima machoni pake Mungu na machoni pa jamii. Upokelewe, usomeke vizuri. Ndiyo. Nimesema tujakamilika. Kuna watu wanafanya makosa. Lakini kuna makosa ya kibinadamu ambayo yanaweza kumtokea mtu yoyote ule. Tunapojitambua hayo basi tutubu na kurejea katika hali tunayopaswa kuwa nayo. Yapo mengi tunaweza kueleza katika hali hiyo. Yanahusiana na nyakati za mwisho. Ndipo anathibitisha kwamba ninyi mtakosalitiwa, ninyi mtakoumizwa, ninyi mtakoshutumiwa kwa namna yote, hautapotea hata
hata unywele mmoja katika vichwa vyenu. Simameni imara, nilete kusema haya. Simameni imara. Halitapotea hata moja juu ya nafsi zenu. Watakapowaza mauti juu yako, Mungu atatoa uzima juu yako. Watakapowaza kufeli katika mradi wako unaofanya, Mungu atatoa mafanikio makubwa katika mradi wako. Hakuna kitu kitakachoharibika wala kupotea. Na naomba pia kwa nchi ya Tanzania, wanapowaza kuharibu hii taarifa kwa mifumo yote, Mungu atatoka salama from A to B mpaka mwisho to Z. Tutaishi kama Watanzania kwa amani na mshikamano. Ninachoomba viongozi wa dini na viongozi wa serikali, tukae pamoja na kushikamana pamoja. Maridhiano yafanyike. Tuishi kwa amani. Lisipotee jambo katikati yetu lilokusudiwa katika taifa hili. Hali kadhalika katika kanisa letu lisipotee jambo. Lisipotee jambo. Kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini Magharibi lina neema nyingi sana. Na nimeashuhudia kwa miaka mitatu. Ipo baraka kubwa sana. Tunaweza kufanya vitu vya ajabu vikubwa mno. Na huo uwezo upo. Na nia ipo. Na kusudi lipo. Naombeni tushikamane. Mwape ushirikiano hawa watu. Mwenyekiti Mwambaraswa, makamu mwenyekiti Agnes J, katibu mkuu Mchungaji Msiaria. Naombeni mwape ushirikiano. Msiwaumize na kuwabeza. Wapeni wepesi kufanya kazi. Nilipita wakati mgumu sana. Hakuna mfano. Najua mimi, lakini singependa wapite katika hiyo hali. Na mnaojiandaa kwa ajili ya kulisumbua kanisa. Hakuna aliyekufa pale msalabani kati yenu. Hakuna aliyekufa msalabani kati yenu. Hata huyu ni neema tu ya Mungu mko hivyo mlivyo. Na kuomba sana baba, mama. Na kuomba sana baba, mama, msilitese kanisa. Itoshe hayo yaliyopita, itoshe. Lakini hata katika mapito magumu Mungu amejitukuza. Naombeni sana hawa watu mwapatie ushirikiano kabisa. Kama kuna jambo ambalo sio, kaeni nao. Zungumzeni nao. Milango iko wazi kabisa. Maneno machafu yasikike kutoka kwenu. Kama kuna uozo wa aina yote, ofisi ziko wazi. Zungumza nao kwa mapenzi mema. Huwezi kuzungumza, omba. Omba. Milango ya mbinguni iko wazi kwa kila mtu. Tangu kupasuka kwa hekalu pale, pazia la hekalu pale hekaluni, ndipo pasuka tu liruhusu kila mtu kuingia. Unapoona kuna jambo liendi sawa katika jimbo, piga magoti, omba. Omba. Mungu atazungumza nao hawa watu. Nimezungumza na kuisikia sauti ya Mungu kwa viungo vya pekee sana. Ombeni watu wa Mungu. Ombeni. Msiongee sana. Maneno yatusaidii sana. Maombi yanatubeba. Na wale wanaoomba msiwabeze hata kidogo. Waheshimuni. Ni kipawa pia. Kuna watu wanafunga usiku na mchana, hawalipi na jimbo kwa ajili tu ya kanisa. Hao watu tuseme nini kwao? Watakapowauzi na kuwatendea kila jambo lolote, halitapotea hata jambo moja juu yenu. Na mimi naomba pia halmashauri hii lisipotee jambo lolote juu yenu. Mnapoanza kazi, yaliyokusudiwa na Mungu yakae katikati yenu. Na nirudie tena, kama kuna jambo lolote ambalo ulitenda lisilofaa katika kipindi kilichopita huko, katika msimu mpya tunaoanza sasa, kuna moto wa Mungu. Ikiwa kuna mazoea ambayo yazoea huko, kwa msimu huu tunaoanza sasa, kuna nguvu pekee sana ya Mungu, na si ya kuchezea hiyo.